Haleluya, 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 haleluya. Watu wa Mungu, karibuni sana katika ibada yetu ya mchana wa leo. Napenda kuwakaribisha mahali popote ambapo mko, mahali popote ambapo unanipata. I really welcome. Ninawakaribisha kwa ajili ya ujumbe wetu. Naamini ya kwamba Bwana anaenda kukutenda mema, Bwana anaenda kutubariki sana. Naamini ya kwamba Bwana anaenda kutenda jambo jipya in the mighty name of Jesus. We really welcome. Karibisha mtu katika ibada ya leo. Nataka tu nipate kujua unanipata ukiwa wapi, ukiwa sehemu gani katika taifa letu la Kenya, kote ulimwenguni unanipata ukiwa wapi, kwa sababu Mungu ni Mungu wa mapendo, ni Mungu mkuu. Anakusudia mambo mazuri, anakusudia mambo ya ajabu. Ninaamini ya kwamba ibada ya leo it was so powerful. Inaenda kuwa ni ibada ya baraka sana, ibada ya baraka, ibada ya neema. Na leo nataka nikafundishe kitu. Je, mtu wa Mungu, mahali ambapo uko, nataka nifundishe kitu ambacho ni very special for you, na utakuta kwamba itakurekesha katika asili ama chimbuko halisi ambalo ni la Mungu. Chimbuko halisi la ibada ya Mungu. Ndiposa nakaribisha tuamini tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mfalme wa amani, tunasema ni asante, ni kwa sababu ni mwema, ni kwa sababu ni wa ajabu. Hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe, umejaa rehema. Utukufu na heshima zote zinakulaki wewe, ni kwa sababu ni Jehova. Asante kwa ajili ya ibada hii Baba wa milele. Jinsi imekuwa ibada ya baraka, imekuwa ibada ya neema. Baba wa milele, kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya maisha ya kila mmoja, unavyotupigania, unavyotukomboa, unavyotusimamisha, unavyotuwezesha, Mungu wetu, tunasema ni asante. Baba, jinsi unavyotuponya, jinsi unavyotusimamisha, tunasema ni asante. Jinsi unavyotumia watumishi wako sehemu mbalimbali kwa ajili ya kuhubiri neno lako na kusimama na kazi hii, tunasema ni asante Baba, ni kwa sababu ni mwema. Utukufu wote, heshima na mamlaka sikurudie, ni kwa sababu ni mwema. Tunakupenda Baba wa milele. Angalia Baba, mikononi mwako nimeweka roho yangu, nimeweka nafsi yangu. Ninapoenda kufundisha watoto wako neno Baba, yasiwe ya kwangu, bali neno lako likapenye ndani ya mioyo yao. Mungu wa milele, toa ufahamu wangu, weka ufahamu wako, ili Baba wa milele ukaweze kutuhudumia kama vyombo tu. Asante, ni kwa sababu ni mwema. Kwa Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Mtoto wa Mungu, nataka nichukue fursa hii kukaribisha tena kwa mara nyingine kwa ajili ya ibada yetu. Na leo, siku ya leo, Mungu ameweza kunisukuma ama kunipa ujumbe ambao ni mwafaka. Kichwa kinazungumzia kwamba asili ya mwanadamu. Mungu alitangulia kukuona. Je, unaishi maisha ya kumpendeza Mungu? Unaishi yale maisha ambayo Mungu alitaka ukaweze kuishi? Unaishi katika mapenzi ya Mungu? Unaishi katika makusudio ya Mungu? Ama unaishi kinyume na mapenzi na makusudio ya Mungu? Lengo la Mungu ya kumuumba mwanadamu, Mungu alimuumba so that mwanadamu huyu akaweze kuwa ni mtu anaishi maisha ambayo Mungu alipanga. Mwanadamu huyu akaweze kuenenda kabisa katika mapenzi ya Mungu, akaweze kuelekea katika matamanio la Mwenyezi Mungu. Je, hapo ulipo unaishi mapenzi ya Mwenyezi Mungu? Na nataka leo nikaweze kunena na wewe ili kila mmoja ukaweze kurudi katika chimbuko, ukaweze kurudi katika ibada ambayo ni ya Mungu, ibada ambayo Mungu utaishi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Hautaishi kwa ajili ya mapenzi yako, bali utaishi kwa ajili ya mapenzi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mungu anakusudia ili ukaweze kuishi katika mapenzi yake. Na ninapoanza katika andiko kitabu cha Zaburi ama Psalms 139 verse 16. Andiko nasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika katika juoni mwako, ziliandikwa zote bia siku zilizoamriwa kabla sijazaliwa bado. Andiko linatuambia kwamba macho ya Mungu yaliweza kutuona kabla hatujakamilika kuumbwa katika tumbo za mama zetu. Macho ya Mungu yalitangulia katuona kabla hatujakamilika katika jioni mwake. Macho ya Mungu yalikuwa yashatuona ili so that tukaweze kutembea katika. Mungu alipendezwa na vitu vyote viliandikwa katika vitabu. Katika chuo cha Mungu kuna kitabu chako kimeandikwa, kuna mapenzi ya Mungu yaliandikwa juu ya maisha yako, ili mtu wa Mungu ukaweze kuishi kwa ajili ya neno la Mungu, ukaweze kuishi kwa ajili ya tamanio la Jehova. Je, unaishi katika yale makusudio ya Mungu? Unaishi katika yale mapenzi ya Mungu? Je, Mungu aliandika vitu vyote viliandikwa? Leo hii huenda unaweza kuwa ngangano unapitia katika changamoto. Je, unaishi katika matamanio? Macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Je, usiawahi amuru ya kwamba Mungu, kitabu changu kiletwe mahali ambapo kiliweza kuandikwa? Kuna kitabu kiliandika kwa ajili ya mapenzi ya Mungu.
kuna kitabu iliandikwa kwa ajili ya kutenda mema ya Mungu. Je, ushawahi uliza Mungu ya kwamba Mungu, lete kitabu changu kifunuliwe. Nataka kuishi mapenzi ambayo yaliandikwa. Nataka kuishi kwa ajili ya makusudio yako. Nataka kuishi kwa ajili ya rehema zako. Maandiko yanazungumzia kwamba macho ya Mungu yalikuona kabla haujakamilika katika jioni mwako, kabla haujaumbwa, haujamalizika. Macho ya Mungu yaliweza kukuona. Mungu anakujua vyema na Mungu ana makusudi yaliyo mema kwa ajili ya maisha yako. Na ndiposa Mungu kuona. Unahitaji kuishi katika mapenzi ya Mungu. Unahitaji kutembea katika wema wa Mungu. Unahitaji kukaa katika fadhili za Mungu. Unahitaji kutenda makusudia ya Jehova, kwa sababu macho ya Mungu yalikuona kabla hujakamilika katika jioni. Mtu wa Mungu unakimbia kila mara, mtu wa Mungu unang'ang'ana, lakini Mungu alikuona. Mungu alikuona na kitabu kikaandikwa kwa ajili yako. Siku zote ziliamuriwa, siku zote unapoishi hapa duniani. Kwa nini tusiitishe Mungu? Tumwambie Mungu, kitabu changu kitafutwe. Malaika walio katika zamu wafungue kitabu changu. Nataka kuishi mema ya kitabu, ili ukaishi katika makusudi ya kitabu, yale yote yaliyoandikwa. Je, leo hii unafanya mapenzi ya hiyo kitabu kilichoandikwa kabla jioni mwa Bwana haujakamilika? Macho yako yaliniona kabla sijakamilika chuoni mwako. Siliandikwa siku zote, pia siku zilizoamriwa kabla sijasaliwa bado. Situ viliandikwa, mtoto wa Mungu. Maisha unayoishi leo yaliandikwa katika kitabu cha Mungu. Je, hiyo kitabu unaishi mapenzi ya Mungu ama uliweza kukeuziwa tofauti na vile kilichoandikwa katika kitabu? Leo katika rehema za Mungu tutaweza kusimama na kuitisha kitabu chako kikaweze kuletwa. Leo ninaamrisha kitabu chako kikafunuliwe, kitabu chako kikaachiliwe, ukaishi kwa ajili ya mema ya kitabu, ukaishi kwa ajili ya mapenzi ya Mungu. Kwa sababu leo hii tunapoishi leo, hatuishi katika mapenzi ya Mungu, tunang'ang'ana na haya maisha, lakini kitabu chako kiliandikwa. Ninakomandi kwa jina la Yesu Kristo, malaika walio katika zamu wafunue kitabu chako kwa jina la Yesu, ili ukaishi mapenzi ya kitabu, ukaishi mapenzi yaliyoandikwa, ukaishi siku zako ziliamriwa katika siku ambazo zimesalia, ukaishi kwa ajili ya Jehova, ukaishi kwa mapenzi ya Mungu, ukaishi kwa makusudi ya Mungu, ukaishi kwa ufunuo wa Mungu, ukaishi kwa kutembea na Bwana, kwa sababu andiko limesema siliamuriwa siku zangu kabla sijasaliwa. Na leo ninakomandi kwa jina la Yesu, kila mmoja siku zake zilizoandikwa akaishi kulingana na ile kitabu kilichoandikwa, kwa sababu kuna chuo kitabu kilisomwa na kitabu kikaandikwa. Kabla hujaumbwa, mtoto wa Mungu, kuna kitabu kilitengenezwa kwa ajili yako. Mbingu iliandika habari zako, mbingu iliandika ushuhuda wako, mbingu iliandika mafanikio yako. Je, unaishi kwa hiyo makusudi? Unaishi kwa hiyo matamanio? Unaishi kwa hiyo mema ama unaishi tofauti na ile kilichoandikwa? Mtu wa Mungu, angalia andiko linavyosema katika kitabu cha Zaburi 139 mstari wa 16, macho yako yaliniona kabla sijakamilika katika jioni mwako. Macho ya Mungu yaliweza kutuona, macho ya Mungu yalitutazama kabla tunaumbwa. Mungu alikuwa anajua, na siku zote zikaandikwa na yote yakaamuriwa. Mtu wa Mungu, mbona unaishi katika maumivu? Mbona unaishi katika magonjwa? Mbona unaishi katika shida, wakati iliandikwa ya kwamba ukaishi katika maisha yaliyo mema? Leo ninakomandi kwa mamlaka ya damu ya Yesu, chochote kilichoandikwa kwa ajili yako kiletwe usiku wa leo, kiletwe siku ya leo, ili ukaishi maisha ambayo iliandikwa, ukaishi maisha yaliyojaa uwepo, ukaishi maisha yaliyojaa furaha katika jina la Yesu Kristo. Kabla hujakamilika wewe, mtoto wa Mungu, Mungu siliandikwa vitabu, kitabu kiliandikwa. Maisha yako iko kwenye kitabu. Leo ninakusihi kwa rehema za Mungu ukaishi maisha ambayo yaliyo kwa kitabu. Hizi vitu vimechelewa sana. Katika siku nyingi umekuwa mambo yake yamecheleweshwa. Je, yaliandikwa kuchelewa? Leo tutarudi katika kitabu kwa jina la Yesu, na tutakomandi mbingu ikaweze kuachilia. Tutakomandi mbingu ikatabike baraka zetu. Nataka tuishi maisha ambayo yaliandikwa, siku zilizoamuriwa katika jina la Yesu, kwa sababu yote yaliandikwa. Ukafanye mapenzi ya Mungu, ukatembee katika uwepo wa Mungu, ukatembee katika fadhili za Mungu, ukakae katika kumpendeza Jehova. Leo ninakomandi kwa jina la Yesu, hiyo roho zote ambazo unakuta unaishi maisha mababu, unaishi maisha ya watu waliokufa zamani, watu waliokeuza maisha ndipo uishi maisha ambayo inampendeza Mungu, leo tunayavunja kwa jina la Yesu, na Mungu achilie
aachilie kitabu chake. Kitabu chako kitafute, kiletwe, kitabu chako kikasomwe, ili sote tunahitaji kitabu chako kisomwe. Kiliandikwa nini katika kitabu, ili ukaweze kuishi maisha ambayo yaliyoandikwa katika kitabu, maisha ya mema, maisha ya fadhili, maisha ya ukombozi, maisha ya amani, maisha ya upenyo. Mtoto wa Mungu umeteseka sana, mtoto wa Mungu umeng'ang'ana sana, mtoto wa Mungu umelia sana, mtoto wa Mungu ukiangalia mapiko ambayo umepitia. Leo Bwana alete kitabu, malaika walio katika zamu wakatafute kitabu mahali ambapo iliwekwa. Tunataka tuishi mapenzi ya Jehova katika kitabu ambaye yaliandikwa kwa jina la Yesu. Yale maisha ambayo unaishi leo, ninaamini si yale maisha ambayo yaliandikwa na Mungu. Siamini ya kwamba si maisha ambayo iliyoandika katika kitabu cha Psalms 139 verse 16. Kuna maisha yako yaliandikwa lakini ikawa imekeuzwa. Leo ninakomandi kwa jina la Yesu, tunarudi kuishi maisha ambayo yaliyoandikwa, maisha ambayo Bwana alikusudia, maisha ambayo Bwana alipanga ukaweze kuishi. Kila maisha leo ninatomani kwa jina la Yesu tutaishi katika maisha mema. Hiyo ndoa uliyopangiwa ni ile ndoa ambayo uko ndani. Yale maumivu unayopitia ni yale ambayo Bwana aliyekusudia kwe. Leo ninakomandi kwa jina la Yesu tukaishi katika maisha ambayo ilinenwa katika maandiko. Katika maandiko nasema, macho yako yaliniona kabla sijakamilika chuoni mwako. Siliandikwa siku pia, siku siko katika vitabu, siku siliandikwa, na macho yalikuona, na Mungu anakuona katika yale maumivu unayopitia. Ni wewe kumwambia Bwana, ninahitaji kuishi mapenzi yako, ninahitaji kutimiza mapenzi yako, ninahitaji kufanya makusudio yako, kwa sababu siliandikwa na vitabu kabla sijasaliwa. Siliandikwa vitabu, siliandikwa kumbukumbu, siliandika uwezo katika jina la Yesu. Leo ninaungana na wewe na nitazama, Bwana akaachilie kwa jina la Yesu. Bwana akaachilie rehema, Bwana akaachilie fadhili, ukaishi makusudio ya Jehova aliye hai. Mtoto wa Mungu, ukaishi, ukaandikwe kilichoandikwa katika jina la Yesu. Hautaendelea kuteseka, hautaendelea kuishi yale maisha ambayo haijaandikwa. Tunakomandi leo kwa jina la Yesu ukaishi katika kila ambacho kilichoandikwa, kwa sababu kumbe vitabu ziliandikwa, kumbe kumbukumbu ziliandikwa, ili ya kwamba utaishi katika makusudio ya Bwana, ukaishi katika kumbukumbu za Bwana, ukaishi katika rehema za Bwana. Vitabu ziliandikwa, maisha yako yaliandikwa, ukaweze kuishi kila ambacho kiliweza kuandikwa katika jina la Yesu. Ninataka tunaenda, Mungu wetu kumbe kiliandikwa katika kitabu cha Waibrania chapter 10 verse 7. Andiko nasema, ndipo niliposema tazama nimekujua katika umbo la juo, nimeandikwa. Nimekujua katika umbo, nimeandikwa nifanye mapenzi yako Mungu. Oh my God, ndarudia, ndipo niliposema tazama nimekuja katika umbo la juu, nimeandikwa nifanye mapenzi yako Mungu. Ndipo nimejua ya kwamba kumbe nilipoumbwa katika tumbo la mama yangu, kumbe ulipoumbwa mtu wetu wa Mungu, mteule wa Bwana, uliandikwa katika makusudi, katika juo cha Mungu, ukaweze kutenda mapenzi ya Mungu, ukaweze kufanya mapenzi ya Mungu. Ndipo leo tumetambua ya kwamba kumbe mapenzi ya Mwenyezi Mungu kutuumba ni tutende mapenzi yake. Leo natangaza kwa jina la Yesu, rudi katika misingi ya Bwana, rudi katika neema ya Bwana, rudi kutimiza mapenzi ya Mungu. Mtu wa Mungu, wewe ile maisha unaishi leo si yale ambayo Bwana alikusudia. Leo ninakutangazia kwa jina la Yesu, rudi kutimiza mapenzi ya Mungu, rudi katika neema katika jina la Yesu, rudi kutenda kazi ya Bwana. Wewe ni mwimbaji, rudi katika uimbaji. Wewe ni muombezi, rudi katika muombezi. Wewe ni mhubiri, rudi katika uhubiri. Tumu katika neema katika jina la Yesu, kwa sababu yote yaliandikwa ya wewe kutenda mapenzi ya Bwana. Yote yaliandika kufanya makusudi ya Jehova. Yote yalitendwa ukatembee uwepo wa Bwana. Yote yaliandikwa ukafanye mema ya Bwana. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, hapo mahali ulipo urudi katika juo, kwa sababu kumbe katika juo tulikuwa tunaumbwa na tunafundishwa kufanya mapenzi ya Mungu, kufanya makusudi ya Bwana. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, rudi katika makusudio, rudi katika matamanio, ili Bwana anakuhitaji. Bwana anataka kutembea na wewe, Bwana anataka kukufanya jombo, Bwana anataka kukuheshimisha. Rudi katika juo kwa jina la Yesu Kristo.
Oh my God, yaliandikwa ya kwamba tutafanya mapenzi ya Bwana. Yaliandika ya kwamba tutaishi katika upendo wa Bwana, tutaishi katika amani ya Bwana, hatutaishi katika chuki, hatutaishi katika kiburi, hatutaishi katika mateso. Yaliandika nikafanye mapenzi ya Jehova. Mtu wa Mungu, yaliandikwa katika chuo. Je, uliandikwa ukafanye nini? Nini ambacho unakifanya leo? Unafanya kilichoandikwa ama unaishi kinyume na kilichoandikwa? Leo ninatangaza kwa jina la Yesu ukarudi katika chimbuko la Bwana la kufanya mapenzi ya Mungu. Mungu alituumba katika jina la Yesu tukaweze kutenda mambo yako, tukaweze kufanya makusudio yake, tukaweze kufanya kazi yake, tukaweze kuishi na yeye, tukaweze kukaa na yeye, tukaweze kumwabudu Bwana usiku na mchana. Hiyo ndio jio kilichoandikwa katika ile andiko ninavyorudia. Ndipo niliposema tazama, nimekuja katika kombo la jua. Imeandikwa niyafanye mapenzi yako Mungu. Nimeandikwa nifanye mapenzi ya Mungu. Sitachoka kufanya kazi ya Bwana. Mungu aliniandika as long as alikusudia nikaweze kufanya kazi yake. Leo ninatangaza kwa jina la Yesu, mtoto wa Mungu, rudi katika chimbuko la kufanya mema ya Bwana, la kufanyia Bwana kazi. Hapo mahali ulipo, pokea neema kwa jina la Yesu ya kujua kitabu chako. Kitabu chako kiletwe ukafunuliwe ni nini ambacho ulikuwa unakusudia. Mungu alikusudia ukafanye kitu gani katika jina la Yesu Kristo. Mungu alitaka ukaweze kufanya kazi. Nami natangaza juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Wewe naye nitazama, rudi katika mapenzi ya Mungu, rudi katika chimbuko la ibada, rudi katika chimbuko la kumwabudu Jehova, rudi katika chimbuko la kunyenyekea, kwa sababu Mungu ana haja na wewe ukafanye mapenzi yake, ukafanye makusudio yake, ukatembee katika injili. Mtu wa Mungu, ulikuwa unafanya kazi, watu wanafunguliwa. Ulikuwa ukisimama mawepo wa Bwana, unatembea katika nyumba ya Bwana. Ulikuwa ukisimama katika mahali, ulikuwa ukipika makoti, vizazi vinapona. Ninakusihi kwa rehema za Mungu, rudi katika chimbuko, mtoto wa Mungu, kwa sababu yaliandikwa ukafanye mapenzi ya Bwana. Yale maisha unaona ni magumu, ile changamoto unasiona ni ngumu, ni kwa sababu hauishi katika mapenzi ya Bwana. Wakati utarudi katika tamanio, wakati utarudi katika uwepo wa Bwana, vitu vyako vitaenda katika jina la Yesu. Vitu vyako vitaenda, maisha yako yataanza kupaa, uwepo wa Mungu utakaa juu yako. Leo hii unapitia katika magonjwa, unapitia katika maumivu, ni kwa sababu uko katika nje ya kitabu kilichoandikwa, uko katika nje ya makusudio ya Bwana, uko katika nje Mungu alipanga. Na wewe unakuta ya kwamba kila ambacho unaishi leo, hauishi kile kitu ambacho Mungu alipanga juu yako. Na leo ninatangaza juu yako katika jina la Yesu, hautaishi yale maisha tu, utaishi kila ambacho kilipangwa na Mwenyezi Mungu, ili so that Mungu alipanga ukaweze kuishi maisha ya mema, ukaweze kuishi maisha ya baraka, ukaweze kuishi maisha ya fadhili. Nami natangaza katika jina la Yesu, Mungu akaachilie hicho kitabu kwa jina la Yesu. Mungu akakurekeshe katika chuo yake, Mungu akakurekeshe katika chuo kilichoandikwa, ukaishi katika mapenzi ya Bwana, ukaishi katika mema ya Bwana katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mtoto wa Mungu, wewe ni mtu wa maana sana, wewe ni mteule wa Bwana. Katika maandiko, kitabu cha Psalms chapter 40 verse 7, andike nasema, ndipo niliposema tazama, nimekuja katika komba ili chuoni. Nimeandikwa katika ya andiko, linarudia katika mambo, imekuwa katika Ibrania kwa sababu linasisitiza katika andiko. So tunahitaji tukaishi mapenzi ya Bwana, tunahitaji tukaishi katika makusudi ya Bwana, tunahitaji tukaishi katika tamanio la Bwana. Mtu wa Mungu, tutaenda mbele za Bwana, tutaenda kumsujudia na kumwabudu, tutaenda kumsujudu, tutainama tukianguka tukisujudu, kwa sababu tunamwabudu Mungu aliye hai. Tunainua mikono tukimtukuza Masia, tunainua mikono tukimuishia Jehova. Hatutaruhusu macho zetu kushikwa na kope la usingizi pasipo kumwabudu Bwana, pasipo kumuinua Bwana. Unapoangalia watu wa Mungu, watu wengi wanaanguka sahi, watu wengi wanapotea, watu wengi wanakufa vifo ambavyo si vyao, kwa sababu hawajaishi maisha ya Bwana. Watu wengi wameingia na tamaa na anasa za ulimwengu,
mapepo, wengine wameingia kuabudu milima, wengine wameingia kuabudu nguvu za giza. Hata watumishi wa Mungu wametoka katika mpango wa Bwana. Leo ninakomandi wakarudi katika kitabu, kama Mungu aliwaita kuwa watumishi wake, wakasimame katika anga za utumishi, wakatoke katika nguvu za giza, wakatoke katika uganga na miungu, wakatoke kufanywa sarakazi. Tunakataa katika jina la Yesu, tukaishi mapenzi ya Mungu, tukahubiri Mungu aliye hai, Yesu aliyemwaga damu kwa ajili yetu. Huyo ndio Yesu ambaye tunatamani, huyo ndio Yesu ambaye tunamuita. Mtu wa Mungu, iko faida gani unaendesha gari ambao unajua ya kwamba ile gari si Mungu aliyekubariki, hiyo nyumba si Mungu aliyekubariki, umeenda kinyume na mapenzi ya Mungu, na mtu wa Mungu unaona ya kwamba wewe uko sawa. Leo ninakataa kwa jina la Yesu. Rudi katika maandiko, rudi katika kitabu, rudi katika jio, ukaishi mapenzi ya Mungu. Tumeona katika nyumba za ibada, ibada zimeharibika, hakuna makusudio ya ibada, kwa sababu wale wanafaa kuongoza ibada ya utukufu wa Bwana, wao ndio wameingia katika nguvu za giza. Wao pamoja na miungu ni kitu kimoja. Tunakataa kwa jina la Yesu Kristo. Tunataka tuone Mungu, tunataka tuone nguvu za Mungu, tunataka tuone upenyo wa Mungu. Wakati tulikuwa tukisimama, watu walikuwa wanapona, lakini ukiangalia nyingi ni sarakazi na vituko. Tunakataa kurudi, na rudi katika jina la Yesu. Rudi katika chimbuko la ibada, rudi katika mizizi ya ibada, rudi katika mizizi, ili Jehova anataka kutukusudia kutenda mema. Leo hii tunakuta wanandoa hawaishi katika mapenzi ya Mungu. Unakuta hiyo nyumba imejaa furugo, hiyo nyumba imejaa vituko. Leo tunakataa kwa jina la Yesu roho zote zinazoatake so that watu wasiishi kwa mapenzi ya Mungu. Tunasikataa jioni ya leo katika jina la Yesu. Tunataka mapenzi ya Mungu, tunataka uwepo wa Mungu, ili so that uwepo wa Mungu ukatawale, uwepo wa Mungu ukafurike, uwepo wa Mungu ukajae. Turudi katika ibada, rudi katika ibada, rudi katika chimbuko ya ibada. Wewe mama ulikuwa ukiomba katika ile poma, ulikuwa ukiombea hiyo jamii, mambo yalikuwa yanafanyika, mambo yalikuwa yanaenda, familia zilikuwa na amani. Mbona umetoka katika maombi? Rudi katika maombi kwa jina la Yesu, kwa sababu imeandikwa wewe ni muombezi, imeandikwa wewe ni mtu wa kudumu kwa ibada. Rudi katika ibada kwa jina la Yesu. Leo hii unaona afya yako si sawa, nataka nikwambie leo, rudi katika chimbuko ya ibada na afya yako Mungu atakurekeshea. Mungu atarekesha amani. Huyo ni Mungu ambaye nimeona akirekesha vyote vilivyoliwa na zike, as long as umerudi katika ibada. Watu wa Mungu, ibada ilienda wapi? Ibada ya kweli ilienda wapi? Ibada ya kumtukuza Mungu ilienda wapi? Leo imebaki ni vituko katika nyumba za Bwana, imebaki ni vituko katika nyumba ya sala, imebaki ni vituko. Uwepo wa Mungu ulipotelea wapi katika nyumba za kuabudu? Imeandikwa nikaweze kufanya mapenzi ya Mwenyezi Mungu Baba, Mungu aliyeniita nikafanye makusudio yake. Sitaweza kuabudu vitu vingine vyovyote, sitaweza kuinamia miungu. Heri nife bila kitu, lakini nibaki niko na Yesu wangu wa dhamana. Yesu aliyeniita akaniambia, mwanangu, nataka nikaweze kukutumikia. Mbona tukafuate mali za dunia na anasa za dunia, na tumpoteze Yesu aliye hai, tumpoteze Yesu anayeponya, tumpoteze Yesu aliye na makusudio, tumpoteze Yesu aliye na mema. Oh, heri niache vyote. Katika andiko Psalms 37 maandike nasema katika mstari wa 30 na 31, kinywa chake mwenye haki hunena hekima, na ulimi wake husema hukumu. Sheria ya Bwana wako imo moyoni mwake. Haleluya. Hatua zake hasitaelekezwa. Mungu, watu wa Mungu, nakwambia kuanzia leo rudi katika haki. Anza kutenda haki katika jina la Yesu. Anza kutenda mema kwa jina la Yesu. Anza kufanya makusudio ya Bwana. Leo hii ninatangaza kwa jina la Yesu, hiyo roho ikarudi kwa Bwana. Moyo wako upepe sheria ya Bwana. Moyo wako ukapepe utukufu wa Bwana. Moyo wako ukapepe mema ya Bwana. Moyo wako ukapepe makusudio ya Bwana. Tunakataa kila roho zote ambazo hasina utukufu wa Bwana ndani yake. Mungu hakutuita kufanya serikali. Mungu alituita tukafanye kazi. Kazi ya Mungu ya kuhubiri uzima, watu wakipona, watu wakiinuliwa. Je, kila ambacho unakifanya Mungu alikutuma ufanye kile unakifanya? Unaishi ile injili unavyohubiri wewe mtumishi? Unahubiri kila ambacho kilichoandikwa katika kitabu?
Hofu ya Mungu ilipotelea wapi? Hekima ya Mungu ilipotelea wapi? Mbona kusanya maelfu ya watu ukiwatanganya? Rudi katika chimbuko la ibada. Huenda leo hii unaweza puuza. Ninakuongelesha wewe. Lakini kesho Mungu atakufuata, atakuuliza, ulisikia kenye ule kijana alikuwa anakuambia? Kwa sababu ninaamini wengi mnasema ule ni kijana mdogo, ataniambia nini? Lakini katika huyu kijana mdogo kuna kitu ambacho Mungu amenituma ninene na wewe. Wewe ndiye nanena na wewe. Rudi katika ibada. Rekesha kanisa katika utukufu wa Bwana. Rekesha kanisa katika uwepo wa Bwana. Mungu alikuita na makusudio, alikuwa na malengo. Kule unakwenda Mungu mwenyewe alikuwa amepanga kukufikisha. Sio wewe uchipeleke. Yale mafanikio unataka ukue nayo, ruhusu Mungu akupe mafanikio. Tukue na hofu. Kazi ya Mungu inaharibika kwa sababu ya sisi tunaohubiri Injili. Na natumai ya kwamba sitakubali kazi ya Baba yangu iharibike kwa mikono ya watu wachache. Tutasimama na tutetee kazi ya Mungu. Katika kitabu Ayubu 22:28 andike nasema, nawe utakusudia neno, nalo litatipitika kwako, na mwanga utasiangazia njia zako. Nawe utakusudia neno. As long as umerudi katika chimbuko la Bwana, utakusudia neno, nalo neno litatipitika, na mwanga utaangazia njia zako. Ninatangaza kwa jina la Yesu Kristo, wewe unayenitazama masaa haya, mwanga wa Bwana ukaweze kuangazia njia zako, ukaweze kuangazia biashara zako, ukaweze kuangazia ndoa yako, ukaweze kuangazia masomo ya watoto wako, ukaweze kuangazia njia za mke na mume kwa jina la Yesu Kristo, ili ukaweze kusimama kama chombo cha Bwana, kama shujaa wa Bwana, jemadari wa vita, jemadari wa msalaba. Simama katika hiyo zamu, ili sote tukaweze kutetea uzao wako na jamii. Simama katika chimbuko. Andiko limesema, nawe utakusudia neno, nalo litatipitika. Utakusudia kufanya jambo na kutangazia chochote ambacho unakusudia kufanya, kifanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kifanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Chochote ambaye moyo wako unapanga kufanya, kifanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu ni Mungu wa mapendo, ni Mungu wa rehema, ni Mungu wa fadhili. Chochote ambacho umepanga kufanya, kifanikiwe kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu wewe ni mtoto wa Mungu. Kifanyike katika jina la Yesu. Mapenzi ya Mungu ikatimie. Mapenzi ya Mungu yakafanyike. Kwa sababu utataka kufanya kitu, nacho kitatipitika kwa jina la Yesu. Kila anga zote Mungu akaweze kukutawala. Mungu akaweze kuenda mbele yako. Leo hii uende unapitia katika maumivu, unapitia katika shida, unapitia katika changamoto, lakini Mungu ako na mpango na wewe. Mungu ako na mpango na wewe. Na najua kwamba katika ile mpango Mungu alio nayo juu ya maisha yako, mtoto wa Mungu, usiangalie leo, angalia kesho yako ni bora kushinda leo. Haijalishi walio karibu na wewe wamekutupa kiwango gani, waachana na wao. Wao hawana kesho yako. Kesho yake imebebwa na Mungu. Na kesho yake iliandikwa katika kitabu ikaamuriwa. Ndipo Mungu ako na haja na wewe, kukufanya chombo, kukufanya ili so that haya mateso ni ya muda, haya maumivu ni ya muda, haya machozi ni ya muda, kwa sababu Mungu ako na purpose juu ya maisha yako. Usipotezeka Mungu akuinue, wataonaje mafanikio yako? Wataonaje ushindi wako? Heri wewe ambao unalia leo. Heri wewe unayeomboleza leo. Kesho yako kicheko chacha. Kesho ya furaha. Kesho ya Bwana. Kwa sababu Bwana anataka kukuthibitisha. Hukuwailikana jina lake. Ulisimama ukimwabudu usiku na mchana. Leo natangaza juu yako, Mungu akaweze kukufanya chombo. Mungu akaweze kukufanya shujaa kwa jina la Yesu Kristo. Mwanangu, ninakuona wewe katika yale yote unayopitia, katika yale maumivu unayopitia. Ninatangaza haifiki mwezi wa 6 Bwana amefanya ushuhuda juu ya maisha yako. Mungu akaenda kutendea ushuhuda.
ambayo watu watasema alipita wapi? Katika ibada umefanya ibada, katika kulia umelia, matoleo umetoa. Jehova akufanye chombo kwa jina la Yesu. Jehova acha mja wake. Ninapenda katika ile andiko la Ayubu. Napenda katika ile andiko la Ayubu. Ayubu anafosema, tunafomalizia, kama iliandikwa na iliandikwa nikafanya makusudio ya Bwana. Iliandika nikaweza kutenda mema. Ninapenda kitabu cha Ayubu. Ninaongea na wewe mwanangu, wewe mwanangu, naongea na wewe. Wewe ambaye unaona hali imekuwa ngumu, mahali ambapo uko leo si mahali ambapo ulikuwa unafaa kuwa. Ninakuita kwa jina la Yesu wewe. Mungu anaenda kufanya jambo. Katika kile andiko kitabu cha Ayubu 19:25 andiko nasema, lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai. Lakini mimi najua ya kuwa mteteaji wangu yu hai, na ya kuwa hatimaye atasimama juu ya nchi. Mtetei wako, mtu anayekutetea yu hai, naye atasimama juu ya nchi kwa ajili ya kutetea, kwa ajili ya kupigania. 26 anasema, na baada ya ngozi yangu kuharibika hivi, lakini pasipokuwa na mwili wangu nitamuona Mungu. Mwili wako umeharibika kwa mateso, kwa shida na dabu, lakini utamuona Mungu. Jehova yuko kwa ajili yako. Mteteaji wako yuko hai. Na ndio dadisi wao aliandika kitabu kiko chuoni ili ukafanye mapenzi yake. Usichoke mwanangu kutenda mema. Usichoke kumfanyia Mungu ibada. Usikate tamaa. Mteteaji wako yuko hai kwa jina la Yesu, na Mungu anaenda kukufanyia fadhili kwa sababu hachai kukuacha. Amin. Tunapoomba Baba, katika jina la Yesu Kristo mtakatifu, mfalme wa amani, Baba wa milele mtakatifu, ulituumba na kabla hatujakamilika katika jioni, Mungu wa milele ulitujua, Jehova Shaddai, na sote ziliandikwa katika kitabu kutenda mapenzi yako Baba, nasi tumenyenyekea, tumeanguka mbele zako, mapenzi yako yakatimie juu ya maisha yetu. Baba wa milele, tunataka kitabu chetu kikaletwe Bwana Yesu, mahali ambapo kiliandikwa tukatende mapenzi yako, mahali ambapo kiliandika tukafanye mapenzi yako. Mwana Yesu, leta kitabu Jehova. Tunakataa kuishi maisha pasipo kitabu, tunataka tuishi maisha ya kitabu iliyoandikwa katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba, nikosweni Jehova. Pokea utukufu, heshima na mamlaka. Wote wanaonitazama natangaza warudi katika kitabu, natangaza warudi kufanya mapenzi yako, natangaza uzima na afya, natangaza amani juu ya maisha yao. Yesu, isifike mwezi wa 6 pasipo kuwatendea ishara na miujiza. Baba, nikosweni mwema. Wabariki, wainue, uheshimishe, nikosweni Jehova. Kwa Yesu Kristo nimeomba na hata kuamini. Amen. Mtoto wa Mungu, Mungu akubariki sana, akutende mema na Mungu akufanikishe sana. Rudi kuishi maisha ambayo itakayempendeza Mungu, ishi maisha ya amani, ishi maisha ya upendo, kwa sababu ya Jehova anatupenda na anakusudia. Asante sana. Nimekuwa wako Evangelist Chris Wanyonyi Wanjala, kanisa la Hope and Restoration Prayer Center. May God bless us. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Shalom, shalom nyinyi wote ambao mmeamua kuchukua ibada hii na kwenda ili so that ibada ikafanyike neema kwa jina la Yesu Kristo. Shalom, shalom. Amen.